Bana, hii ni shule ambayo mtayarishaji mahiri kabisa kutoka hapa nchini Tanzania, Laizer, leo ameweza kutupa uelewa kuhusiana na mikataba ya lebo mbalimbali za muziki nje na ndani ya nchi Tanzania. Bana, ikiwa inaeleza kwamba jinsi ambavyo wasanii kutoka hapa nchini Tanzania wanavyopata fare, lakini wao wanaona kama wananyonywa. Achana na Meek Mill ambaye ameweza kueleza kuwa katika kipindi cha miaka 13 alikuwa akipokea 13% tu za mapato yake. Laizer ameweza kuandika orodha ya wasanii wengi nguli kutoka duniani kote wakiwa wanalipwa bana asilimia ndogo zaidi chini ya record label zao. Kwa upande wa Laizer ameweza kuandika ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi: ukweli wa umaarufu, mikataba na mwelekeo wa muziki Tanzania. Watu wengi sana huongea sana kuhusu mafanikio ya muziki, lakini wachache wanaelewa gharama halisi ya kuwa maarufu. Leo nataka kugusia kauli yangu ya jana: no one care about your music unless you are popular. Watu wengi hawataki kusikiliza muziki mzuri kutoka kwa msanii asiyejulikana, lakini wakishaona jina lake linazungumzwa, viewers wanapanda bana, na unaonekana na watu maarufu ghafla. Kila mtu anataka kusikiliza, anataka kukusikiliza. Umaarufu si ajari, mara nyingi ni matokeo ya uwekezaji mkubwa, muda, pesa, mikakati ya kisanii na kibiashara. Wasanii wakubwa waliojulikana kupitia majors record label zao na asilimia zao. Kwa upande wa Laizer ameweza kumtaja hapa Rihanna ambaye yuko chini ya record label ya Roc Nation ambaye analipwa asilimia 20. Drake pia ambaye yuko chini ya record label ya Young Money pamoja na Cash Money Universal anapokea asilimia 10 mpaka 20. Lakini pia Beyonce ambaye ameweza kumtaja hapa ambaye yuko chini ya record label ya Columbia Records, yeye alipokea asilimia 20 hadi 25. Billie Eilish ambaye chini ya record label ya Interscope Record anapokea asilimia 20 hadi 25. Justin Bieber ambaye yuko chini ya record label ya Islam Record anapokea asilimia 10 hadi 15. Lil Wayne ambaye yuko chini ya record label ya Cash Money Record anapokea asilimia 15. Kwa upande wa 50 Cent chini ya record label ya Shady Aftermath, yeye anapokea asilimia 20. Post Malone ambaye yuko chini ya record label ya Republic Record yuko na asilimia 20 hadi 25. Adele yeye anapokea asilimia 20 hadi 25. Lakini pia Travis Scott chini ya record label ya Epic anapokea asilimia 20. Kwa upande wa Laizer amesema kwamba ukweli ni kwamba walipata chini ya asilimia 25 ya mapato, lakini walikubali kwa sababu walielewa thamani ya uwekezaji na nguvu ya record label ambazo ziliweza kuwajenga. Sasa turudi Tanzania. Kwa hapa Tanzania nyumbani, record label nyingi bana zinawapa wasanii asilimia 40 wakati label inachukua asilimia 60. Lakini cha kushangaza ni kwamba wasanii hao wanadai kunyonywa. Wengi hushindwa kumaliza mikataba yao huondoka kabla muda haujamalizika. Matokeo yake huacha madeni, chuki, migogoro. Hii inawafanya wawekezaji wa muziki bana kuwa waoga, maana kila leo wanasikia msanii anaondoka kwenye lebo huku akiwa anapiga kelele mitandaoni. Somo kubwa hapa ni moja: mikataba ya muziki si hisani, ni biashara. Kama hujawekeza pesa wala jina lako halina nguvu, usitegemee kuchukua asilimia 90 ya mapato. Hii si tu kwa Tanzania pekee, ni game ya muziki duniani kote. Mikataba hiyo inawajenga mastaa wakubwa wote duniani. Walikubali asilimia ndogo kwa sababu walielewa wanachonufaika nacho: maarifa, miundombinu, umaarufu, connection na mitandao. Kwa hiyo wasanii wa Tanzania, tusome mikataba, tuulize maswali, tuelewe thamani ya mtu anayekuwekezea. Kama hutaki kugawana mapato, wekeza mwenyewe, tengeneza studio yako, lipia marketing, shooting video zako, nunua YouTube ads zako, piga promote zako mwenyewe. Lakini kama mtu mwingine anakufanyia hayo yote, usilalamike ukipewa asilimia 40, kwa sababu hiyo 40 ni kubwa zaidi ya ile 20 iliyopatikana kwa Justin Bieber au 15 iliyopatikana kwa Rihanna wakati wanaanza. So cha kumalizia, kama hutaki kuonekana kwa nguvu zako mwenyewe, utahitaji akusukume, na anayekusukuma ana haki ya kuchukua sehemu ya matunda. Kama kweli tunataka muziki wa Tanzania ukue, lazima tuwe wa kweli.
tuwe waadilifu na tuwape wawekezaji heshima wanayostahili. So huo ndo ujumbe ambao Liza aliweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram pale, akiwa anawapa somo wasanii tofauti ambao wamekuwa wakihitaji kuingia kwenye record label, lakini hawajui kwamba kwenye record label kunazo asilimia ambazo record label wanachukua kubwa zaidi tofauti na kile ambacho msanii anakipokea. Na fahamu kwamba record label wanahangaika sana kwenye masuala mazima ya shooting, lakini pia wanahangaika kwenye masuala mazima ya kumtengeneza msanii na vitu kadha. So hapa ni kwamba Liza ameweza kuwapatia somo kidogo kipindi ambacho wasanii wakubwa wanaanza muziki wao kama vile Rihanna, Drake, Beyonce, Billie, lakini pia Justin Bieber, ambapo kipindi ambacho wanaanza muziki walikuwa wanapokea asilimia ndogo zaidi, lakini sasa hivi ni kama vile wameshajipata, hawapo tena katika hizo namba ambazo hapo awali walikuwa wanapokea, kwa sababu walitengenezwa na then baadaye wamekuwa wakubwa. Na limekuwa ni kama somo ambalo Liza ameweza kulishare kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwa anawafundisha wasanii kwamba ni nini ambacho inabidi ukielewe kuhusiana na masuala mazima ya kimikataba, alafu uweze kujua kwamba kuna time label haziwanyonyi. Fahamu pia hata pia kuna maneno kibao ambayo yameweza kuibuka kwenye mitandao ya kijamii katika siku za hivi karibuni, wasanii tofauti wakiwa wanatoka kwenye record label, watu wakiwa wanajiuliza kwamba ni record label zinafeli kuwaendesha wasanii au ni wasanii wao wanashindwa kuendana na record label na hawakuweza labda pengine kuelewa masuala ya kimikataba zaidi. Drop comment yako kwenye comment hapo, ni upi mtazamo wako, lakini pia usiache kusubscribe kwa taarifa kadha. Ciao.